Leo ni siku muhimu kwa Wakristo ambapo huadhimishwa wakati wa wiki ya Pasaka, kwa maana ikiwa ni wiki takatifu na inakumbuka kusulubiwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo ni siku ambayo inatafakarisha, inakumbusha mengi kwa Wakristo, na ni siku ambayo pia inabeba tafsiri ya ukombozi ambapo huadhimishwa Ijumaa Kuu kabla ya siku ya Pasaka. Hivyo ni siku mbili kabla ya Pasaka. Sasa bahati iliyoje leo tunaye Padri Richard Tiganya ambaye ni gambera seminari kuu ya Segerea kujifunza na kufahamu kwa kina kuhusiana na Ijumaa Kuu na Pasaka kwa ujumla wake. Karibu sana Baba Padri. Asante sana. Tumefurahi sana kuwa nawe asubuhi hii. Nashukuru sana. Sasa nilikuwa namwambia ndugu yangu kwamba utakutana na Richard wawili. Kuna Richard Padri na Richard mwanahabari. Ndio. Karibu sana Padri. Asante sana. Tumekuwa kwenye mfungo wa Kwaresma. Ndio. Tukikamilisha siku 40. Ndio. Tukifanya zaidi matendo ya huruma ndani ya mfungo huu wa Kwaresma. Safari imekuwaje? Kwa kweli katika kanisa letu kila mwaka tunafanya mfungo kinaitwa kipindi cha Kwaresma. Na kwa kweli Kwaresma inatoka kwaranta, yani siku 40 ambazo basi tunasafiri pamoja ili kusudi tuweze kuimarisha moyo wetu wa ndani uweze kufanya mabadiliko kina kutoka katika hali ya dhambi, katika hali ya basi utepetevu na kuingia hali nzuri inayompendeza Mungu. Kwa hivi kwa kweli tumefunga vema na sasa tunaelekea ile furaha kabisa ya ufufuko. Kumbe tunamshukuru Mungu, imekwenda kama tulivyo tarajia na kama inavyotarajiwa na mama kanisa siku zote. Leo hii Ijumaa Kuu, tukisikia neno hili la Ijumaa Kuu ama Good Friday, ina maana gani hasa ndani yake? Ijumaa Kuu kwa kweli ni siku kuu kabisa ambayo ni siku ya kwanza katika zile siku 3 za Pasaka. Kwa Kilatini tunasema Triduum. Kwa kweli siku hii ya leo inaanzishwa na Alhamisi Kuu jana. Lakini kwa kweli hasa siku za Pasaka ni Ijumaa Kuu, Jumamosi Kuu na Dominika ya Pasaka. Lakini imeanza jana kwenye karamu ya Bwana, karamu ya mwisho ambayo inatangulia mateso yake. Kwa hiyo Ijumaa Kuu sasa tunaadhimisha mateso. Hilo ni jambo la kwanza, the passion. Mateso, lakini pia tunaadhimisha kifo chake. Na kifo chake kwa kweli kitafanyika pale msalabani. Kwa kweli mateso hayo tunaona itaanza kukamatwa, baadaye basi ataenda hiyo safari nzima na kufikia kufa pale. Kwa kweli katika historia tunaona atakuwekwa msalabani saa 9 alasiri. Kumbe Ijumaa Kuu tunaadhimisha mateso, tunaadhimisha kifo, lakini pia tunaadhimisha maisha ya ufuasi, ya kufunga, kuomboleza, ili kusudi tuweze kuona mabadiliko ya ndani katika maisha yetu. Kwa nini siku hii Baba Padri tunaita kuu wakati ni siku ya mateso? Kwa kweli ukitokea katika lugha ya Kiingereza wanaita Good Friday. Kwa nini? Ni tuseme tunaweza kutafsiri katika tafsiri sisi kwamba ni Ijumaa njema. Ijumaa njema. Na kwa Kiswahili basi katika lugha yetu ya kiliturujia tunasema Ijumaa Kuu. Kwa nini? Ni ya mateso, ni ya kifo, lakini tunaita ni Good Friday, ni Ijumaa Kuu njema. Kwa nini? Ni kwa sababu katika mti mbichi kule bustani ya Edeni, basi wazazi wetu wa kwanza Adam na Eva kwa kweli wametenda dhambi. Wameanguka na dhambi imeingia duniani. Katika mti mkavu, yani msalaba wa Kristo, sasa katika Agano Jipya ukombozi umezaliwa. Kwa hivi ni wokovu. Ni siku ambayo Kristo anakufa msalabani katika unyenyekevu wake na dunia nzima inakombolewa kwa damu yake inayomwagika pale msalabani. Kwa matunda hayo mazuri ya ukombozi tunaita Ijumaa Kuu. Ni kuu kwa sababu ni siku kwa kweli ya ukombozi wa mwanadamu.
ambapo inamfundisha nini mwanadamu siku kama hii ambapo naye pia anapaswa kuishi vipi pengine? Kwa kweli jambo la kwanza katika msalaba wa Bwana pale tunaonja mambo mbalimbali. Lakini ya msingi ni kwamba Kristo anaonesha unyenyekevu mkubwa. Tukisoma barua Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi ile sura ya pili ya stadi ya 11 anasema Kristo alijinyenyekeza, akaacha ukuu wake wa kimungu na akatoa kwa kweli mateso na mauti ya msalaba. Kwanza, jambo la kwanza la kujifunza ni unyenyekevu wa Mungu kushuka kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Basi kama anatualika anatuonesha unyenyekevu yeye mwenyewe, aliye mwalimu, aliye mchungaji, aliye mwana wa Mungu, basi hata sisi tunaalikwa kwa kweli kuwa wanyenyekevu na kubadilisha maisha yetu ili kujenga umoja, ili kusudi kila mmoja katika maisha yake amuonjeshe mwingine ile habari njema ya utu wema, na hivyo aweze kukombolewa. Hapo katika kifo na ukombozi, Padri, ni kwa namna gani kifo cha Yesu kinatuletea msamaha wa dhambi kwa siku hii ya Ijumaa Kuu ya leo, na hasa ukizingatia ni mateso makali ambayo aliyapitia? Kwa kweli tukisoma katika kitabu cha Nabii Isaya ile sura ya 52 53, tunaona Nabii Isaya anazungumza juu ya mtumishi mwaminifu wa Mungu ambaye atakuja kuteswa. Jambo hilo pia tunalipata katika Zaburi ya 22, na basi linakamilika katika Kristo. Basi mtumishi huyo kwa kweli analeta msamaha, analeta huruma. Lengo lake sio kufa tu na kuishia pale, bali ni kufa, atafufuka, kwa hivi ukombozi wa mwanadamu. Kwa mtu katika Ijumaa Kuu, katika msalaba wa Bwana tunaonja ile sura ya Kristo ambayo iko kimya pale msalabani ikinyenyekea, na kwayo mmoja anaonja ukombozi. Kwa hivi na sisi tunaalikwa kunyenyekea na kuweza kweli kuonja ile uzuri wa msalaba. Pia tunaona Kristo ametanua mikono, maana anatualika twende tutazame ule msalaba na tuweze kweli kuonja mapendo yake na ukombozi. Hapo kwenye msalaba, kwa nini iliamuliwa tundikwe msalabani na isingekuwa njia nyingine? Ni kweli, kwa kweli wanaotundikwa msalabani katika historia ya Kiyahudi walikuwa ni wanyang'anyi, majizi na kadhalika. Na Yesu anakamatwa, anashtakiwa na kwa kweli na viongozi wa Kiyahudi, wale wakuu wa makuhani na basi na makasisi na wengine, wanampeleka kwa kweli kwa Ponsio Pilato ambaye alikuwa ni gavana wa mkoa wa Yudea wakati ule. Kwa nini? Kesi ya kwanza ni ya kidini, kwamba huyu anaponya watu siku ya Sabato, amejifanya mwana wa Mungu na kadhalika. Lakini baadaye kesi inabadilika, kwa sababu katika hiyo hawezi kumkamata, inakuja kwamba huyu amejifanya mfalme, amekataza watu wasilipe kodi. Kwa hiyo basi wanamhukumu kufa msalabani, kwa sababu kwa kweli anaonekana kwa kweli anapinga ufalme, anapinga basi utawala uliokuwepo wa Kirumi na kadhalika. Kwa hiyo wanampa ile adhabu ile kubwa. Kwa nini singekuwa kifo kingine? Jambo la kwanza, kibinadamu wanampeleka hapo kumwaibisha na kadhalika, lakini ni mpango wa Mungu vile vile kwamba kwa njia ya msalaba wakiunganisha ule mti mbichi katika bustani ya Edeni, tunapata mti mkavu ambao sasa Kristo ataangikwa, na pale ndiye atamwaga damu yake ili aweze kukomboa ulimwengu. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu. Tukisalia hapo kwenye msalaba, Padri, msalaba umetumika kama hivyo ambavyo umetuelezea, ikiwa ni chombo cha mateso, lakini hii leo tunatumia siku hii ya Ijumaa Kuu kuubusu na kuabudu zaidi msalaba. Kwa nini tuubusu na kuabudu wakati ulitumika kama chombo cha mateso? Kwa kweli aliyoko pale msalabani kwenye ule mti mkavu tunaouona ni Mungu, ni Kristo ambaye amesulubiwa pale katika ile namna ya kukomboa kwa kweli ulimwengu, amewekwa pale. Kwa hivyo kumbe tunapoenda kuabudu tunasema veneration of the cross,
tunaenda kumwabudu Mwenyezi Mungu, hatuabudu mti, tunaabudu kile kilicho nyuma ya mti ule. Kwa kile kinakuwa chombo, ni kweli kimekuwa chombo cha kusurubu wale ambao ni wanyang'anyi na kadhalika, lakini sasa kimebadilika kuwa chombo cha kuleta ukombozi. Na historia basi ya kuabudu msalaba haianzi hii leo, imeanza kwenye karne za kwanza. Polepole wale Wakristo wa kwanza walikuwa wanaabudu msalaba kimya kimya kwa siri, wakiogopa Wayahudi, lakini na wafalme wengine katika utawala wa Kirumi. Lakini kwenye karne ya 4 kwa kweli pale nani Konstantino yule mfalme kwenye mwaka 313 aliweza kutoa lile tangazo kwamba sasa Ukristo unakuwa ni halali katika ufalme wa Kirumi. Na baadaye mfalme Theodosius wa pili katika mwaka 381 akafanya dini ya Kikristo Ukatoliki ukawa ni dini rasmi katika ufalme huo wa Kirumi. Kumbe katika karne hiyo ya 4 basi anatokea mama Helena, mama yake na Konstantino, anakwenda Yerusalemu. Inasadika katika historia ataweza kupata ule msalaba ambapo Kristo ameangikwa pale. Kwa hiyo kutokea pale ile ibada ya kuabudu msalaba ikawa wazi, kwa sababu dini katika ufalme wa Kirumi imeshakuwa halali na imeshakuwa basi rasmi. Kwa basi Wakristo kuanzia karne ya 4 wakaanza kuabudu msalaba, kuheshimu msalaba waziwazi mpaka leo kama tunavyofanya. Kwa hiyo tunamwabudu Kristo aliye msalabani, tunaabudu ule ukombozi, tunaabudu Mwenyezi Mungu aliye nyuma ya msalaba ule. Kwa hiyo msalaba ni chombo, hatuabudu mti bali tunamwabudu Mwenyezi Mungu. Damu ya Kristo ilimwagika msalabani, yenyewe ina tafsiri dini katika kanisa na maisha ya wanadamu kwa ujumla. Basi katika historia yetu ya Ukatoliki tunaanza katika Agano la Kale. Tunaona kwa mfano kule Misri Wayahudi walipokuwa utumwani, wakati wanakula Pasaka yao basi walikuwa wanachinja mwanakondoo, na wakati wanakombolewa kutoka kule waliambiwa basi kila familia ichinje mwanakondoo kwa kweli asiye na doa. Tayari hiyo ni alama ya kutokuwa na doa, ni alama ya Kristo ambaye atachinjwa pale msalabani, ataangikwa msalabani. Kwa hivi ile damu ambayo wataipata kutoka mwanakondoo waliambiwa waipake katika miimo ya milango, na tunasoma katika kitabu cha Kutoka kwamba itakuwa ni ishara katika nyumba zenu kwamba ni alama ya ukombozi, kwa sababu atapita mwangamizi kuangamiza wale watesi wenu na ninyi mtaweza kuokoka. Kwa polepole hiyo alama inakuja katika Agano Jipya. Kristo sasa anapowekwa msalabani na mwaga damu, na damu hiyo inayomwagika tone moja linaokoa ulimwengu. Damu hiyo ni takatifu, sio tena ya mnyama kama tunavyoona katika Agano la Kale, bali damu ya Kristo mwenyewe aliye Mungu. Kwa hiyo ni damu ya ukombozi inayotakasa. Na hivi akitaka sasa damu hiyo iendelee kunywewa, iendelee kuleta utakaso, anaweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu, ndio Alhamisi Kuu jana tulioadhimisha, ili kusudi damu hiyo tuendelee kuinywa, itutakase, itulinde, na ni damu ya ukombozi, ni damu ya thamani kuu. Hapo ambapo umegusia Alhamisi Kuu, kwa nini Ijumaa Kuu hii leo ama hakuna misa kamili, lakini kunakuwa na mwendelezo, Ekaristi ambayo inapokelewa inakuwa ni akiba ya tangu Alhamisi Kuu? Kwa kweli leo Ijumaa Kuu mitaa ya saa 9 tuseme saa 9 Yesu Kristo atakata roho. Tunaona katika Injili ya Marko ile sura ya 15 ya 39 Kristo anakata roho, pazia la hekalu inapasuka, na mpagani mmoja anaitwa Centurion anasema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Pale ni tangazo kwa kweli ambalo linamfunua Masia, kwamba kweli huyu Kristo tangu mwanzo alikuwa ni Masia, ni mkombozi. Kwa hivi leo ni siku ya kifo. Kumbe mama kanisa anataka tuweke nguvu yetu katika fumbo la msalaba. Kwa kumbe hatufanyi maadhimisho ya misa takatifu, tunaweka nguvu yetu na nia zetu na tafakari zetu juu ya fumbo la msalaba, kwa sababu misa inatengenezwa pale msalabani. Kwa hiyo inatengenezwa
pale msalabani ndio chimbuko la misa takatifu. Kwa basi tunaanzia hapo. Kwa hiyo leo Ijumaa Kuu, badala ya misa takatifu tutaangalia zaidi msalaba wa Bwana, na kwa kweli pale ndio chimbuko la sakramenti zote. Damu inamwagika na maji yanatoka, chemchemi ya sakramenti zote, chemchemi ya Ekaristi. Lakini basi jana in anticipation kutangulia, kwa kweli jana imeunganika na leo. Kwa hiyo basi tunaendeleza ile mwendelezo wa jana, kwa maana ya leo sasa tunataka tuangalie msalaba zaidi, tusiingie katika shamra za maadhimisho ya misa, kwa sababu misa ni chakula. Misa tunakusanyika, tunakula, tunafurahi, lakini leo ni maombolezo. Kwa hiyo tunafunga kwa kweli chakula tunafunga, lakini kwa kweli sio kwamba sakramenti leo zinazuiliwa moja kwa moja. Hapana, kama kuna mgonjwa, kuna nani, anaweza kupelekewa Ekaristi Takatifu mapema na kadhalika. Kwa hiyo basi inaweza kutokea pia mahala fulani katika historia iwahi kutokea, inaweza kuadhimishwa misa, lakini basi sio desturi yetu, sio utamaduni wetu. Kumbe leo tunaangalia zaidi fumbo la msalaba, ambapo ndio chimbuko lenyewe la misa takatifu. Kwa hiyo leo tutakomunika ile Ekaristi Takatifu ambayo ni mwili mkamilifu na damu kamilifu ile ile ya Kristo. Ni mwili kamili, hakuna tofauti na kile kitakachoadhimishwa kesho au kesho kutwa. Ni Kristo mwenyewe anayeendelea kuangaza. Baba Padri, kwa yule ambaye anatufuatilia sasa hivi, Ijumaa Kuu Wakristo hawapaswi kula nyama. Ndio. Wapo ambao huwa wana maswali ambayo pengine wanatamani uelewa, labda wanaishi wakitii utaratibu huo na kanuni hiyo, lakini pengine hawafahamu kwa nini. Ni kwamba swala la kufunga na kutokula nyama ni swala ambalo kwa kweli liko katika historia. Ni swala la zamani. Wakristo walianza kufunga kwenye karne za kwanza. Kwenye karne ya pili Wakristo walishaanza kufunga na kuomboleza. Karne ya 4 ambapo sasa dini katika utamaduni katika ufalme wa Kirumi dini imekuwa halali, imekuwa ni dini kwa kweli, basi Wakristo wakaanza kufunga rasmi waziwazi. Sasa kuna kufunga chakula na kuna kuacha. Haya ni mambo mawili ambayo tukiweza kuyatofautisha tunaweza kuelewa vizuri. Lakini pia kama mmoja anaweza kujisomea katika sheria za kanisa namba 1249 mpaka 53, utaona kanisa linaeleza vizuri kuhusu kufunga. Kumbe kufunga kwa kweli katika hali ya kawaida ni kupunguza mlo. Tunaweza kusema katika siku tunaweza kula mlo mmoja mzito na milo mingine laini laini. Hiyo unafunga. Unafunga. Kwa hiyo leo siku ya Ijumaa Kuu kuna kufunga na kujikatalia. Kwa mama kanisa amesema mfunge lakini mjikatalie nini? Nyama. Kwa hivi kwa nini nyama? Kwa sababu ilikuwa ni jambo la thamani, ni jambo la thamani. Kwa hiyo lakini pia lina uhusiano pia na damu na kadhalika. Kumbe leo tunajikatalia kula nyama. Mama kanisa ametueleza hivyo na tunafunga vile vile. Lakini pia tunaambiwa tufunge siku ya Jumatano ya Majivu tunapoanzisha Kwaresima, na tusile nyama siku ya Ijumaa Kuu. Kwa hiyo hapa kuna mambo mawili, kuna kufunga na kujikatalia. Nani anafunga? Anafunga mwenye umri zaidi ya miaka 18 na mwenye umri chini ya miaka 60. Nani anajikatalia? Ni yule ambaye ana miaka 14 na kuendelea. Kwa hivyo kumbe kufunga ni kupunguza chakula na kujikatalia ni kuacha jambo fulani, inaweza ikawa chakula. Kwa hiyo unaona kwenye Ijumaa Kuu kuna mambo yote mawili, kufunga na kujikatalia. Lakini siku nyingine za Kwaresima tunaalikwa kujikatalia na kufunga vile vile. Na kila Ijumaa katika Kwaresima tunafunga na tunaweza kujikatalia vile vile. Kwa hiyo hapa ni kutazama umri wako na sheria ya kanisa inatusaidia. Lakini hasa kwa kweli ni kutaka kubadilisha, kutumia matendo ya kimwili ili tuingie ndani katika mioyo yetu tuweze kumwelekea Mungu zaidi. Kwa hiyo kumbe si nyama tu, bali ni kitu chochote cha thamani ambacho unakipendelea. Kabisa kabisa. Kabisa. Na ikiwa kitu changu cha thamani ni matunda au mboga ya majani, nitafunga katika hilo. Basi pale kwa mfano kama ni kitu cha thamani unapendelea matunda, unaamua
kupunguza. Kwa mfano kama unakula matunda 5 unapunguza na kula tunda moja, manake pale unafunga. Lakini ukiamua kuyaacha matunda yote, kwamba mimi katika kipindi chote cha Kwaresma sitakula matunda, manake umejikatalia. Labda una mazoea ya kwenda kazini kwa kuchelewa, basi najihimiza. Labda umezoea kwenda Dubai katika kipindi fulani, unasema mimi safari hii nitafunga, sitaenda Dubai, ni kujikatalia, unajikatalia. Kwa hiyo ni namna hiyo tunaendesha maisha yetu ya Kikristo. Sawa. Baba Padri, leo Ijumaa Kuu kuna sala maalum ambayo umetuambia inaanza saa 9. Sala hii inakuwa ni ndefu na inakuwa ina utofauti na ibada nyingine ambazo mnakuwa mkiziendesha siku nyinginezo, lakini pia ibada hii inakuwa inajumuisha makundi ya watu wote tofauti tofauti. Hii ina mantiki gani hasa ndani yake? Ibada ya Ijumaa Kuu kwa kweli ni ibada nzuri, ndefu, yenye mpango kweli mzuri. Kwa nini ni nzuri? Kwa sababu kwa kweli ndipo tunaonja ukombozi, pamoja na kwamba kuna mateso, kuna maombolezo, lakini aliye na matumaini anaonja ukombozi tayari, kwa sababu damu ya Kristo itamwaka pale msalabani. Kumbe yenyewe imegawanyika katika sehemu, tunaweza kusema sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza kwa kweli kuna liturujia ya neno, tunasoma neno la Mungu, alafu tunafanya ile ibada ya mateso, inaweza ikasomwa au ikaimbwa. Kwa kweli ile sehemu kuimbwa na kusomwa ni jambo ambalo pia limeanza katika karne za mwanzo, kwenye karne ya 4, lakini polepole imeenda mpaka kwenye karne ya 18. Pale ndipo ilipowekwa vizuri, wakaanza sasa kufanya composition ya muziki na kadhalika. Tunakumbuka wale wakina Johann Sebastian Bach waliotengeneza muziki ya kwanza ya kuimba mateso, tuseme ile passion narrative, yale simulizi la mateso ya Kristo ambayo tunazipata katika injili zote 4. Ukisoma injili ya Marko 14:15 unakuta hiyo mateso. Luka 22:23 unakuta hiyo mateso, simulizi la mateso. Mathayo kwenye 26:27. John unakutana 18 mpaka 19 unakutana hiyo. Kwa hiyo walifanya composition pale, wakatengeneza muziki ambao tunaimba. Na tunapoimba tunaingia ndani, unajisikia kweli ile tafakari ya ndani ili ubadilishe maisha yako. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya neno la Mungu ambayo inatuhadithia juu ya mateso ya Bwana. Na sehemu ya pili inayofuata ni kuabudu msalaba. Nimeshasema swala kuabudu msalaba limeanza kwenye karne ya 4, na hiyo nia devotion ya kuabudu msalaba, kutukuza msalaba wa Kristo, basi imeanza na Mtakatifu Helena ambaye alikuwa mama yake na Konstantino. Kwa hiyo imeanzia pale. Kwa hiyo tunaabudu Mwenyezi Mungu aliyoko nyuma ya msalaba, nyuma ya mti ule. Kwa basi ibada hiyo, basi baadaye tutaendelea na maombi ambayo kuna ibada ya maombi ambayo ni sala, tunasema ni sala ambayo inagusa ulimwengu mzima. Itaombea viongozi wa serikali ili wawe na ustawi mzuri, itaombea Wayahudi, itaombea wasio na dini, itamwombea Papa na maaskofu wote ili waweze kutimiza mapenzi ya Mungu katika kuongoza kanisa. Basi itaombea watu mbalimbali. Kwa hiyo inatoka wapi? Kwa nini tuombee watu wote namna ile? Inatoka kwenye Injili ya Yohane sura 17. Hasa baba, ukizingatia kuwa mnawagusa hata wale ambao hawapo katika imani ambayo ninyi mnaiamini. Ndio. Basi ile tunaombea wote kwa sababu kwa kweli Kristo amesema ninawaombea hao, ile sura ya 17 ya Mtakatifu Yohane, Injili ya Yohane. Sasa kwa nini watu wote? Kwa sababu Kristo amekuja kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu, kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Lakini hasa pia tunaona ukitazama katika Agano la Kale, wakati wana wa Israeli wanatoka utumwani Misri, walifika njiani wakaanza kulalamika juu ya Musa, baadaye wangatwa na nyoka na vitu gani na ukosefu wa chakula. Baadaye basi Musa akaenda kwa Mwenyezi Mungu akamwambia, Bwana, tengeneza sanamu ya nyoka ya shaba, umtundike pale juu, kila atakayemtazama atapona. Hiyo tayari ni alama ya kutundikwa kwa Kristo katika Agano Jipya. Na Kristo atakapotundikwa, tukisoma katika Injili, atawavuta watu wote kwake.
Kwa hivyo watu wote wanakuja wa dini mbalimbali, wanavutwa na msalaba wa Kristo, wanakuja. Kwa hivyo basi ndio maana Ijumaa Kuu inaadhimishwa kwa namna hiyo, na watu wote duniani wanavutwa na upendo ule wa Kristo unaopatikana pale msalabani. Kwenye hili la upendo, lakini tumezungumzia hapo kuhusiana na masuala ya ukombozi na msamaha. Hii inachukua nafasi gani kuanzia kwenye ngazi ya familia, ngazi ya dunia na mataifa mbalimbali? Kwa kweli swala la msamaha ndilo swala ambalo kwa kweli Kristo analijenga, akijenga upendo vile vile, fadhila mbalimbali. Sasa hapa tunajikita katika msamaha. Msalaba ni msamaha, kwa sababu ukitazama hata msalaba ulivyo, ni kwamba Kristo amepanua mikono. Amepanua mikono. Maana yake nini? Hata jaribu kutazama pia hata jengo ile Vatikani, ile ilivyojengwa Vatikani, ile St. Peter's Square ile, utaona imejengwa kwa namna hii. Maana yake na kuonyesha njooni kwa Kristo pale msalabani, anatualika tufanye nini? Kwanza yeye anatusamehe. Anatusamehe. Kwanza wakati wanamsoma anasema waacheni, hawajui wanalotenda. Kwa hivi jambo la kwanza anatangaza msamaha katika msalaba. Kwa hivyo wanaoenda msalaba wanaonja ile msamaha wa Kristo wa kwanza. Sasa mwaliko ni kwamba hata sisi tuende kwenye familia zetu, tusameane, tupendane na kadhalika. Tukishaanzia kwenye familia ambapo ndio panajengwa fadhila, kwa sababu mtoto ulelewa kwenye familia. Fadhila za kwanza za kiutu zinajengwa kwenye familia. Zote za kiutu. Kwa hiyo pale patachimbuka fadhila nzuri ambazo zitajenga wanasiasa, zitajenga viongozi wa dini, zitajenga watangazaji, zitajenga kila aina ya mtu katika upendo. Kwa hiyo kutokea pale tusameane, basi hata mataifa ambayo yanapigana, Kristo yale amekuja, ameleta msamaha. Basi tunataalikwa kwa kweli kusameana, kujadiliana. Msamaha hauji hivi, tujadiliane polepole, tuangalie wewe una shida gani, kuna shida gani, mahali fulani nimekuumiza, basi tusameane na kadhalika. Tukae pamoja tujadiliane. Kwa sababu Kristo pale msalabani anatualika tujadiliane naye. Ingawa anatutazama kwa ile sura angavu, hazungumzi kwa maana ya kutoa maneno kama alivyozoea katika uchungaji wake. Sasa anazungumza kwa ule uzuri wa msalaba. Waitana wanasema la bellezza del crocifisso, yani ule uzuri wa msalaba wa Bwana. Anazungumza pasipo maneno mengi. Kwa hiyo anatualika pia sisi ambao bado tunaweza kuzungumza, tuzungumze ili tulete msamaha katika ulimwengu. Kwa hiyo ukiangalia Balkis ni siku muhimu na ya kipekee sana. Yaani ni safari ambayo inaiunganisha jamii kwa pamoja. Hata ile ambayo ilimeguka. Kwa mfano sasa hivi tunazungumza Mashariki ya Kati huko na baadhi ya maeneo duniani kumekuwa na mivutano ya hapa na pale. Kwa hiyo tunafundishwa kwamba lazima turudi kuwa wamoja. Kabisa. Padri, pamoja na mengi ambayo tumeyazungumza, lakini kuanzia Alhamis Kuu kunakuwa na ukimya fulani katika kanisa. Ukimya huu mpaka kuelekea kwenye mkesha wa Pasaka una maana gani hasa kiroho? Kwa kweli swala la ukimya tunasema ni swala ambalo linasisitizwa ili kusudi tujipatie nafasi ya kutafakari mateso ya Bwana, na tukisha tafakari vizuri yatatupeleka vizuri katika ufufuko. Sababu kelele zinaleta mchanganyiko, zinatukosesha usikivu. Kwa kweli ukimya ule unaozaliwa kuanzia Alhamisi Kuu unataka tuingie ndani, tuonje mapendo. Hiki kinachofanyika, haya mafumbo ni makuu mno juu yetu, kwa sababu kwa mfano tukitafakari juu ya Ekaristi Takatifu, hivi Mungu anawezaje akajibakiza kwenye mkate? Anawezaje akajibakiza kwenye damu na ile divai? Ni mafumbo kwamba padre huyu ambaye ni mwanadamu mwenzetu amezaliwa kwenye familia hii ya Richard au ya mtangazaji fulani, anawezaje akamvuta Kristo aje kwenye ule mkate? Na Kristo aliyejitokeza kama mtu kamili kabisa na Mungu kamili, anawezaje kukaa kwenye ule mkate mdogo namna hii? Basi hiyo inatufanya tukae kimya, tafakari na tuelekee ukombozi wetu ambao utajitokeza rasmi katika ufufuko, katika ukimya. Na katika Agano la Kale tunaona Mungu alijitokeza katika ukimya, katika ule upepo wa kisulisuli. Anakuja katika ukimya daima. Kwa hiyo Mungu tunamuonja pia katika ukimya.
Padri, tukiwa tunaelekea kumaliza, ni rangi zipi za kiliturujia ambazo zinatumika hasa hii leo Ijumaa Kuu? Kwa kweli rangi za kiliturujia kawaida tunazo rangi nyeupe ambayo ni rangi ya ufufuko, rangi ya furaha. Kwa hiyo inavaliwa wakati wa Pasaka na wakati wa maadhimisho yale ya furaha kama kuzaliwa kwa mwana wa Mungu na maadhimisho mengine yanayohusu furaha zaidi. Na tunayo rangi nyekundu ambayo basi ni rangi ya ushahidi, rangi pia ya upendo. Na leo sasa Kristo kwa kweli yeye ndiye anatupa namna gani tuwe mashahidi. Yeye ni Mungu, ni Mungu anawekwa msalabani katika unyenyekevu wake. Kwa hiyo sasa sisi tunaona ile kujitoa msalabani, kwa kweli anakuwa hatumuiti shahidi wa kwanza, sababu yeye ndiye chanzo, ndio Alfa na Omega. Shahidi wa kwanza wako wengine, akina Stefano ndio wanakuwa wa kwanza. Kwa hiyo yeye sasa katika kufa kwake tunaonja ule upendo wake, tunaonja yale mateso, tunaonja basi mahangaiko yake na kadhalika. Kwa tunaona anatufundisha sisi tuwe mashahidi. Kwa leo tutatumia rangi nyekundu. Rangi hiyo inaonyesha upendo wa Kristo, anakufa kwa ajili ya ulimwengu, lakini pia sisi tunaona tuoneshe pia ushahidi wetu kwa mataifa, ushahidi wetu katika imani. Hizo rangi ya pili. Baadaye kuna rangi urujuani ambayo tunaitumia katika majilio na katika kuzika na kadhalika, ikionyesha matumaini na maandalizi, lakini pia ikionyesha toba. Safari ya mateso ya Yesu Kristo ameanzia kwenye usaliti. Hivi Yesu alimsamehe Yuda? Na hapo kwa Yuda, Yuda si mtakatifu na ukizingatia alikuwa bwana fedha wa Kristo. Basi kwa kweli ndio tunaona katika simulizi la mateso ya Bwana tunaanza na usaliti. Injili ya Marko, Injili ya Mathayo, Injili ya Luka kwa kweli zinaanza na usaliti. Kwa kweli atasalitiwa. Na anaweka kwa kweli jambo zito. Yesu Kristo mwenyewe anasema heri huyo anayesaliti asingezaliwa. Lakini pale msalabani atakapokufa anatangaza msamaha kwa wote. Kwa hiyo sasa kanisa, imani yetu inatufundisha kwamba anawasamehe wote. Kwa hiyo tumaini langu mimi ni kwamba Yuda kama alitubu basi anasamehewa pia yeye. Sasa swala la utakatifu ni fumbo. Ni fumbo. Wale tunaona watakatifu, kwa mfano mtakatifu Richard, kuna mwenzangu hapa Richard, na mimi basi tunamfuata mtakatifu wetu yo Richard. Na watakatifu ni mtakatifu Petro, mtakatifu Yohane Paulo wa pili, mtakatifu Paulo wa sita, mtakatifu Yohane wa 23. Hawa nilio wataja haraka ni mapapa. Wako Gregori Mkuu, mtakatifu Monica, basi watakatifu wengine Teresa mtoto Yesu, Teresa wa Karikata na wengine. Hawa ni watakatifu waliotangazwa na kanisa. Kwa nini? Ili kusudi tuige matendo yao, tuweze na sisi kuwa watakatifu baadaye. Lakini kuna watakatifu wengine ambao hawatatangazwa. Watatangazwa. Kwa hivyo watabaki kwa sababu pengine vipaji vyao basi havina, tuseme mama kanisa hajaweza kuvifikia na kuviona kwa kweli vinaweza kuwa na ujazo wa kuweza kutumika katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo basi vilikuwa ni vipaji basi ambavyo sio vya pekee, lakini basi wamekuwa watakatifu. Kumbe utakatifu ni nini? Ni kuwa rafiki wa Mungu. Kwa hiyo Yuda pia pamoja na kumsaliti, lakini kama aliomba msamaha, mnakumbuka pale msalabani kuna wale majizi wawili, mmoja alikuwa huku, mmoja upande mwingine. Kuna mmoja alisema jamani, mimi tumuombe huyu atoke. Mmoja akamwambia bwana, wewe huyu ameshindwa kujiokoa mwenyewe. Huyu akasema mimi hapana, pamoja na umesema hivi, lakini mimi naona ni huyu ni mwana wa Mungu, ni Mungu. Kwa hiyo akasema naomba unikumbuke kwenye ufalme wako. Na Kristo alisema utakuwa nami paradizini. Maana yake nini? Kama alimsamehe huyu ambaye alikuwa ni mwizi, basi tunaamini hata Yuda Iskariota aliyemsaliti anaweza kuwa amemsamehe. Sasa hiyo inategemea we mwenyewe umejiwekaje mbele ya Mungu. Sababu utakatifu hauji kwamba ni by guarantee. Lazima ustruggle. Mtakatifu Agustino anatuambia
tuliumbwa pasipo kuomba, lakini kwenye wokovu lazima tuombe, lazima tuhangaike, na ndio maana basi ya kushiriki ibada ya mateso, ndio maana ya kujitolea, ndio maana ya kuwasamehe wengine, kuleta upatanisho na kadhalika, ili tuweze kufikia utakatifu. Padri, hapo kwenye kusamehe na kuleta upatanisho, siku hii ya Ijumaa Kuu tunaweza kuitumia vipi kwenye maridhiano ndani ya familia, siasa na hata nchi kwa ujumla? Basi Ijumaa Kuu kwa kweli tunaona ni Kristo anatualika tumtazame na tupone. Kwa hivyo msalaba ni uponyaji, msalaba ni uponyaji. Kwa hivyo ninaamini ikiwa tutamtazama Kristo msalabani anayetualika wote, tunaweza kuanza katika familia zetu na kutazama wapi ambapo kwa kweli kuna mkanganyiko. Kwa hiyo tukaweza kupatana katika ngazi ya familia, na pia basi polepole katika ngazi ya parokia, katika ngazi labda ya misikiti, katika ngazi mbalimbali, kwa sababu mimi kama Mkatoliki ngazi nazozifahamu vizuri ni ngazi Katoliki. Lakini katika imani tofauti na kwangu ya Uislamu au imani nyingine, zote zina ngazi mbalimbali za mazungumzo, za mapatano. Kwa tutapanda polepole na tutafikia ngazi, kuna ngazi ya kisiasa vile vile, na ngazi ya kisiasa. Kwa hiyo tunaweza tukitazama msalaba wa Kristo tukianzia pale, ikawa ni point of departure, kwa sababu ni pointi pekee ya upendo wa Mungu kwa wanadamu wote. Kwa hiyo tunaweza kweli kufanya mazungumzo na tukafikia kwa kweli kuweza kupatana vizuri zaidi. Cha msingi ni kwamba kila mmoja kama Kristo anavyojinyenyekeza na akafa msalabani, basi kila mmoja avue basi ule ubinafsi wake, aje katikati katika maridhiano. Kwa sababu Kristo, kwa mfano jana wale tazama tulikuwa tunaadhimisha ibada, mapadre, maaskofu, mababa zetu maaskofu walio basi fanya maadhimisho, kama hakukuwa na shida, labda mmoja ni mgonjwa, wakati tulipofikia ibada ya kuosha watu miguu 12 au kadiri ya baba askofu mahali anaweza kuamua hata wakawa zaidi na kadhalika, kuna wakati alivua lile joho kubwa akavaa kitambaa, tunaweza kusema apron, tunatumia katika kuhudumia tunapopika na kadhalika. Kile kitambaa ni maana ya huduma, ni maana ya huduma. Kwa hivi alivua yale mavazi makubwa, alama ya utukufu, alama ya umungu, akaweka kile kitambaa ili aweze kuhudumia. Kwa sisi tunapokuja kwenye majadiliano ya kifamilia, majadiliano ya ngazi mbalimbali, majadiliano ya kisiasa, lazima tuachilie mbali kila moja, tuje hapa tukiwa wote katika ulinganifu sawa, na tunaweza kweli kupata upatanisho na maridhiano sahihi. Sasa sisi tumefurahi sana kuwa nawe Padre, asante mno kwa muda wako. Nashukuru, asante sana. Sasa tunakamilisha hivyo. Tukutakie Ijumaa Kuu iwe njema, lakini pia sambamba na kwenda kusherekea siku ya Pasaka. Kabisa. Nashukuru sana. Tunakamilisha hivyo kuzungumza kuhusiana na siku muhimu kwa Wakristo ambao waadhimisha wakati wa wiki ya Pasaka, na hii inakumbuka kusulubiwa kwa Yesu Kristo.